Yani shingoni upande wa kulia umechomwa kisu una tundu kubwa, upande wa kushoto umechomwa kisu una tundu kubwa. Kwenye koo hii sehemu ya hapa imechinjwa kisu, ni kama vile imetingishiwa. Kwa jeraha lake lina urefu kama 4 inchi. Kwenye kisogo hapa nyuma imechomwa kisu, imetingishiwa, jeraha ina kama 5 inchi, kwa sababu kisu unajua unapoifanya hivi inakata ile nyama. Kwa jeraha ilikuwa kama ya 5 inchi iliyokuwa kwenye kisogo. Mtazamaji unayetazama, ni tukio la kusikitisha, tukio la kutisha katika mtaa wa Gendi, halmashauri ya mji wa Babati, mkoa wa Manyara. Katika eneo hili inaeleza kuwa mfanyabiashara maarufu wa mazao anayejulikana kwa jina la Anko amevamiwa na watu wasiofahamika usiku wa kuamkia hii leo na kumkata maeneo mbalimbali ya shingo yake. Mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi Chama cha Mapinduzi mkoa wa Manyara, Janes Darabe, anaeleza kuwa wamempoteza kada wao mwaminifu ambaye alikuwa akishiriki shughuli mbalimbali za chama. Kwa majina anaitwa Janes Joseph Darabe, ni mkazi wa kata Singe, ninakaa mtaa Nyawari, lakini mtaa wa Gendi Barazani ni majirani ambapo tukio hili limetokea. Thomas ni ndugu yetu, tunamfahamu, amekuwa mfanyabiashara muda mrefu wa mazao. Kwa tumeendelea kushirikiana naye kwa maana shughuli za biashara kwenye mtaa wetu. Sio mtu tu anayefahamika kwenye mtaa huu wa Gendi, ni mtu maarufu kwa sababu anasafirisha mazao, mbaazi, mahindi, ngwara, maharage. Kwa hiyo ni mtu ambaye kwa muda mrefu amejishughulisha. Kwa jambo hili limetushtusha sana, kwa sababu kama unavyoona wananchi, kila mmoja mpata taarifa. Kwa hiyo mimi binafsi jana, almost asubuhi saa 12 nilipigiwa na mfanyabiashara kutoka Babati kwamba sio mpata taarifa hapo kwenye kata yako, mbona Thomas Karatu tumesikia ameuawa, amechinjwa. Basi ibidi mimi kama kiongozi nifike eneo la tukio. Ni jambo la kusikitisha kwa sababu unapoona kwa upande nyuma amechinjwa shingo, kwa upande wa nyuma, huku mbele kama tulivyoona kwamba mtu amechomwa na visu, koromeo lote limechi koromeo mtu amechomwa kwenye eneo koromeo pande zote. Kwa jaribio hili kwa kweli linasikitisha na linaumiza, sababu watu bado wanajiuliza, mlango ni wazi, walioitwa balozi wa mtaa wamefika, mlango wazi. Sasa kila mmoja anabaki, wameingia watu hawa saa ngapi? Na tumekuta ni mtu ambaye amelala chini. Maana yake ni tukio jaribio lilofanyika sio akiwa amelala, ni mtu kama amehamishwa, kakamatiwa hapo, shughuli hiyo ikafanyika. Kwa ukitazama ni imefanyika kisayansi, na ni mtu ambaye kwa kweli kiafya ameshiba. Ingekuwa kama ni mtu mbabaishaji, angeweza kukabiliana na wale kusudia kufanya jambo hili. Kwa ni jambo ambalo kwa kweli la kusikitisha. Kila mmoja anatafakari na kuona kwamba inakuwaje. Kwa hiyo waandishi wa habari, kwenye mtaa wetu tumempoteza mtu ambaye ana watoto wadogo, ni rafiki yetu, tunafanya naye shughuli mbalimbali za kiuchumi. Na mimi binafsi declare kama kiongozi wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Manyara, kama mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi mkoa wa Manyara, kwa kweli nasema nimepoteza kada mzuri, na alikuwa karibu na Chama cha Mapinduzi kwa muda mrefu, kwa jinsi nilivyomfahamu kama kaka yangu na kama rafiki yangu. Gabriel Huma Ngaida. Mimi kwenye saa 11 kasorobo nilipigwa na simu na balozi, akaniambia njoo tukutane hapa kwa Anko. Sasa kwa kweli nilijiandaa kwa haraka zaidi, nikakimbia nikaja
nikamkuta. Tulipofika tulikuta geti limefungwa. Baada ya geti kufungwa, balozi akamgongea mama mwenye nyumba. Mama akafungua nyumba, tukaingia. Mama yuko ndani, lakini tulikuta kama vile wanahangaika. Sasa kumuuliza balozi ni nini, akaniambia mama huyu kanipigia simu kwamba mume wake analia ndani. Na si baadaye tukamuuliza kama hapa ni kwako na mwanaume analia ndani, kwani ni mume wako, kwani hujaingia? Sasa sijaingia. Umefungua mlango? Mlango uko wazi. Sasa mimi siujui. Nalala chumba kimoja? Sasa hatulali chumba kimoja. Kweli hawa watu walikuwa na mgogoro wa muda mrefu na mke wake, ulisuluhishwa, wakarudiana, wazee walilimaliza hilo. Lakini baada ya wazee wale kulimaliza hilo jambo, tukaja kukuta tena wametengana. Lakini kulikuwa kuna mambo ya ajabu. Kuna simu za kutisha zilikuwa zinapigwa kwa mtendaji, zinapigwa kwa balozi, kwa mwenyekiti wa mtaa, kwa polisi kata, na message zinaandikwa. Lakini wazee, kina mama walijitahidi, mpaka wasimamizi wa ndoa walijitahidi kwa ajili ya kusuluhisha hilo jambo. Liligoma, wakaenda wazee wawili, likaisha. Lakini baadaye tukaja kujikuta tena wameachana. Kuja tena kuachana, wametengana. Baada ya kutengana tena, imechukua kama mwezi na kitu, ndio ghafla tukalikuta ile tukio. Lakini huyu bwana usiku alikuwa anaangalia mpira kijiweni mpaka saa 5. Mlikuwa naye? Mimi sikuwa naye, lakini yule alipokuwa anaangalia mpira aliniambia, na waliokuwa naangalia nao mpira walisema tulikuwa nao kijiweni. Message alikuwa anatuma bwana mmoja, sio, anasema yuko Dodoma, na mwanamke hapa nyumbani alikuwa anaondoka. Inavyosemekana na ilivyosemekana, kabla ya mwaka mpya alikuwa Dodoma kama wiki nzima bila kuaga. Amesema anaenda kwao, lakini alikuwa Dodoma. Sisi tulipoingia hakuna mlango wote kwanza geti limefungwa, mlango haujavunjwa, kwa ndani ufunguo umening'inia, lakini mlango uko wazi. Balozi alipouliza kwamba mlango uko wazi, mwanamke anasema sijui. Balozi alipousukuma ule mlango uko wazi. Tuliingia wawili, kukuta mtu amekufa, lakini damu bado ilikuwa ni mbichi, hata maji na damu ilikuwa bado haijajitenga. Ilikuwa ni tukio la namna gani kwenye mtaa? Kwa kweli ni tukio ambalo limetisha kidogo, kwa sababu ni tukio ambalo halijawahi kutokea. Mimi zaidi ya miaka 30 niko hapa, lakini halijawahi kutokea tukio kama hili. Nyinyi mlipoingia mwili ulikuwa kwenye hali gani? Mwili, yani si tulipoingia mwili, kwa kweli hata mdomo, povu ilikuwa itoke mdomoni, povu imekuja kutoka baadaye, lakini damu bado ilikuwa ni mbichi, na tukio lilivyokuwa linaonekana halijapita hata lisali moja. Mmekuta nini huko ndani? Mmekuta nini? Sasa si baada ya kukuta na kuzunguka hatukuona kitu yote, lakini tulikuja kuona huyo mtu aliyefanya hilo tukio alipotokea amekanyaga kitanda, amepanda ukuta, juu ya ukuta ameruka. Kwa hiyo kwa ndani na ukutani na pale alipoteremkia kwenda nje tulikuta kwamba kuna damu. Lakini mwanamke hakuwa na wasiwasi wowote na hakuwa na shida, lakini kulikuwa kuna mgogoro zaidi ya miaka 3 yeye na mke wake kuhusu masuala ya pesa, kuibiana pesa, aidha masuala ya kimapenzi. Hakuwa na mahusiano na mke wake kimapenzi zaidi ya miaka 2, lakini mwanamke alikuwa na mapenzi tofauti. Mwili yani shingoni upande wa kulia umechomwa kisu, una tundu kubwa. Upande wa kushoto umechomwa kisu, una tundu kubwa. Kwenye koo hii sehemu ya hapa imechinjwa kisu, ni kama vile imetingishiwa. Kwa jeraha lake lina urefu kama 4 inchi. Kwenye kisogo hapa nyuma imechomwa kisu, imetingishiwa, jeraha ina kama 5 inchi, kwa sababu kisu unajua unapoifanya hivi sinakata ile nyama. Kwa jeraha ilikuwa kama ya 5 inchi iliyokuwa kwenye kisogo. Asante. Anaitwa Thomas Karatu Haite. Mimi kwa majina naitwa Stefano Luai, ni kiongozi mpya kwenye mtaa wa Gendi Barazani. Ila changamoto ilijitokeza niliyokuta ni kwamba ni mgogoro wa muda mrefu ambaye niliokuta katika madaraka yaliyotangulia. Lakini vile vile tulijaribu kuulizia, wakasema wasimamizi wa ndoa walijaribu kuizungumzia, lakini hawakuweza kufanikisha. Lakini kaja nikamchukua balozi, tukaongelea hapa nyumbani kwake, tukariziana wote kwa pamoja kwamba atarudi nyumbani, wataelewana, watakaa pamoja. Kilichoendelea pale sikujua, mimi najua kwamba wako pamoja, lakini kwa taarifa ambayo nilisikia kwamba balozi anasema ndani ya mwezi mmoja walishaleteana shida tena, kila mmoja na kavi yake chumbani kwake. Kwa maana hiyo maelezo ya kwamba ndani ya mwezi mmoja walishaleta
changamoto kwamba kuna ugomvi tena, ndo ni taarifa niliyopata leo. Mwenyekiti, labda kwa ufupi, tukio gani ambalo leo limetokea kwa mtu ambaye hajasikia wala hajafahamu? Tukio hili ni kubwa, ikaonekana kwamba tukio hili japokuwa ni kubwa, lakini inaonekana hata jirani hajasikia. Nyumba hizi zimeshikana, lakini hata kelele hawajasikia. Ndio jizi. Mmekuta nini mwenyekiti? Tumekuta ni mtu amechinjwa kama mnyama, ng'ombe. Basi tukaona huyo mtu amefanya jambo lake alikusudia, na tayari mtu huyo na kupoteza maisha. Wengine mmekuta mlipokuingia mmekuta pamevunjwa wapi, pameharibiwa? Nyumba haijavunjwa kabisa. Pengine tukio hili linahusishwa na masuala mazima ya mahusiano ya ndoa. Navisikia kwamba huyo mama ana mahusiano na mtu wa nje. Navisikia lakini. Okay. Ni nini ambacho kinaenda kufanyika hivi sasa? Hatua gani ambazo zinaenda kuchukuliwa? Hatua ya kwanza tumetoa ripoti kituo cha polisi, ndio jinsi mnavyoona kwamba askari wamefika hapa, umati wa watu ni wengi. Ni kifo cha kusikitisha kupita kiasi. Ni tukio ambalo ndani ya mtaa wa Gendi Barazani ndio limetokea kwa mara kwanza. Una neno gani sasa kuhusu neno lako kama mwenyekiti? Mimi kama mwenyekiti wa mtaa, kwanza moja, nimeumia sana. Ni rafiki yangu sana, lakini naweza kusema rai kwa wananchi kwamba tukio kama hili sio tukio rahisi tu kwamba unaenda kufanya kitendo cha unyama nyumbani kwa watu. Asante.